Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars, Miguel Gamondi, kocha ambaye amewahi kuifundisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kocha ambaye alikuwa akikinoa kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars, na sasa ameweza kupewa majukumu ya kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars. Hatimaye kocha huyu ameweza kutangaza kikosi, ambapo kikosi hiki kina jumla ya wachezaji 24, ambapo kikosi hiki moja kwa moja kitaingia kambini kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA mwezi Juni, yani mwezi wa 6 mwaka 2026, kwa sababu ligi mbalimbali duniani zitasimama huku ligi nyingine zikiwa zimemalizika. Lakini tunaona kwa mujibu wa kalenda ya FIFA mwezi Juni kutakuwa na mechi kwa upande wa kimataifa. Sasa tukienda kuangazia timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars wanatarajia kucheza michezo miwili ya kirafiki, ambapo mchezo wa kwanza wanatarajia kucheza dhidi ya taifa la Uganda. Mchezo wa pili wanatarajia kucheza dhidi ya taifa la Rwanda, ambapo kikosi hiki moja kwa moja kitakwenda kuingia kambini kwa mujibu wa kocha Miguel Gamondi. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukakutajie wachezaji ambao wameweza kutangazwa na kocha mkuu Miguel Gamondi, wakiwa ni wachezaji 24. Kwa upande wa magolikipa ni watatu, yani Zuberi Foba, golikipa ambaye anadaka Azam, Aishi Manula, golikipa ambaye anadaka Azam, na Yona Amos, golikipa ambaye anadaka Pamba Jiji. Lakini kwa upande wa mabeki kuna Pascal Msindo, mchezaji anayecheza Azam, kuna Nixon Clement Kibabage, mchezaji anayecheza Simba Sports Club, kuna Ibrahim Muhammad Baka, mchezaji anayecheza Young Africans ama timu ya wananchi. Bila kusahau kwa upande wa beki kuna Elias Lawi ama Lamek Lawi, mchezaji ambaye anacheza Azam Football Club, kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, mchezaji anacheza Young Africans, kuna Vedatus Masinde, huyu ni beki wa katikati ambaye anacheza Simba Sports Club, kuna Mohamed Musa, huyu ni beki ambaye anacheza Mashujaa, kuna Haji Mnyoga, mchezaji anayecheza Salford City ya nchini Uingereza ama England. Hao ndio mabeki ambao watakwenda kumlinda magolikipa ambao watakwenda kuchaguliwa. Lakini kwa upande wa viungo na washambuliaji, basi hapa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wameweza kuchagua watu wengi. Kuna Novatus Dismas Mirosh, mchezaji anacheza Godzepe Football Club ya nchini Uturuki. Kuna Mohamed Sagaf, mchezaji anayecheza Estaburne ya nchini Uingereza. Kuna Abdulkarim Kiswanya, mchezaji anayecheza Namungo. Kuna Mudathiri Yahya Abbas, mchezaji anayecheza Young Africans. Kuna Chaz Mombwa, mchezaji anayecheza Florian FC ya nchini Malta. Kuna Alphonse Babula, mchezaji anayecheza Shamak ya nchini Azerbaijan. Kuna Bakari Msimu, mchezaji anayecheza Coastal Union. Kuna Tyran Alakiria, mchezaji anayecheza Rochelle Football Club ya nchini Uingereza. Kuna Faisal Salumu ama Feitoto, mchezaji wa Azam Football Club. Lakini washambuliaji wapo wanne. Simon Epgon Msuva, mchezaji anayecheza Al Talabu ya nchini Iraq. Kuna Selemani Mwalimu, mchezaji anayecheza Simba Sports Club. Kuna Cyprian Kachole, mchezaji anayecheza HFX Wanderers ya nchini Canada, na Saidi Khamis, mchezaji anayecheza Immigration ya nchini Malaysia. Kwa hiyo tunaona hilo ndilo jeshi la wachezaji 24 ambalo limeweza kutangazwa na kocha mkuu Miguel Gamondi. Cha kufurahisha zaidi, timu ambayo imetoa wachezaji wengi ni Azam, wao wakitoa wachezaji watano, yani Zuberi Foba, Aishi Manula, bila kumsahau Pascal Msindo. Mchezaji mwingine ni Elias Lawi na Faisal Salum. Lakini Simba na Yanga wao kwa pamoja wametoa wachezaji watatu. Yanga wakitoa wachezaji watatu ambaye ni Ibrahim Muhammad Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto na mchezaji Mudathiri Yahya. Basi Simba ameweza kutoka mchezaji Nixon Clement Kibabage, Selemani Mwalimu na Vedatus Masinde. Kwa hiyo tunaona Azam kipindi hichi ndio klabu ambayo imeongoza kutoa wachezaji wengi kunako timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama